Watanzania, ndugu zangu popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Ninawaomba tusahihishe sajili au kipenda register. Je, unanitazama kutoka wapi? Nijuze, niambie hapa chini ili tuweze kuona mahala ambapo kituo chetu kinafika. Kama unanitazama kutoka Tanzania, niambie Tanzania kutoka mkoa upi. Kama unanitazama kutoka Kenya, kama ni Marekani, kama ni UK, wewe niambie. Karibu sana, tusonge mbele. Hii serikali ya Samia, serikali batili, haitamaliza hii miaka mitano. Haitamaliza. Lazima uweze kuamini hili. Haitamaliza. Kulingana na zile juhudi ambazo zinawekwa ili Samia kupinduliwa, huenda Samia akaenda au akafuata mkondo wa rais wa Venezuela, yule ambaye aliweza kupinduliwa, Nicolas Maduro au Maduro. Nicolas Maduro alitolewa kwa kitanda wakiwa wamelala na mke wake na jeshi la Marekani, na sasa hivi yuko kwenye jela ya Marekani. Je, Samia anaweza kapenya? Ngumu sana. Sasa kuna juhudi ambazo zinazidishwa kumwomba Donald Trump kumchukua mateka Samia Suluhu Hassan kwa kuligawanya taifa letu la Tanzania kwenye misingi ya kidini, kwa kupiga Wakristo vita. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji. Mnamo siku ya Jumatatu tarehe 5 Januari mwaka 2026, serikali ya Tanzania iliweza kuthamini maandamano kupinga Padri Kitima pamoja na Father Ruwaichi kwa msimamo wao mkali dhidi ya serikali. Wakawapea pesa watu karibu 100 ili kuandamana, waseme kwamba wao ni Wakatoliki na wanapinga Padri Kitima na Father Ruwaichi kupinga serikali. Sasa nikajiuliza, kipindi ambapo Watanzania zaidi ya 10,000 waliuawa, wengine wakazikwa, mbona hawa ambao wamelipwa kuandamana kupinga Kitima, mbona hawakuandamana kusema kwamba serikali imeua wananchi? Mbona wanaandamana sasa hivi? Sasa Mange Kimambi, mwanaharakati shupavu, amemtumia rais wa Marekani Donald Trump barua ya pili akimweleza jinsi ambavyo Samia anapiga Wakristo vita Tanzania, na Tanzania inahitaji msaada wa Marekani ili kumuondoa Samia madarakani. Mnajua kitu ambacho rais wa Marekani Donald Trump anachukia ni mtu ambaye anapiga vita Wakristo. Mnaelewa kile ambacho kilitendeka taifa la Nigeria. Donald Trump aliweza kushambulia wanamgambo upande wa Nigeria, wala ambao wanapiga vita Wakristo. Na sasa Mange Kimambi anamhitaji Donald Trump kuweza kumshambulia Samia na kumteka kwa kupiga vita
wa Kristo. Hilo chapisho lake ambalo unaliona hapo, ninaomba tuweze kulichanganua pole pole, tuelewe ni nini kiini cha Mange Kimambi kumwandikia rais wa Marekani barua hii. Mange akaanza kuchapisha taarifa hivi akimtagi rais wa Marekani President Donald Trump. Hapo mahala ambapo unaona POTUS, akaweza kumtagi mtu wa pili ni Marco Rubio. Marco Rubio unajua ni Secretary General wa serikali ya Donald Trump. Alafu akaweza kuitagi wizara ya mambo ya nchi za kigeni ya Marekani ambayo inaitwa Department of the State. Kisha akaweza kutagi Senate Foreign Relations Committee Chair, yani kamati ya masuala ya nchi za kigeni katika bunge la Seneti Marekani. Akawaambia hivi, Christians in Tanzania are increasingly being targeted by the government. Yani Wakristo ndani ya taifa la Tanzania wanalengwa kwa asilimia kubwa na hii serikali haramu ya Samia. Akaendelea, the Catholic Church in Tanzania has openly criticized the government for serious human rights violation, including kidnappings and the massacre of more than 10,000 peaceful protesters on October 29th, 2025. In response, the Tanzanian government has begun intimidating the Catholic Church and other Christian denominations, including Church of Ufufuo and Uzima. Akaelezea rais wa Marekani hivi, kanisa Katoliki ndani ya Tanzania kiwazi limekuwa likipinga uozo wa hii serikali ya Samia. Wamekuwa wakipinga mambo mengi ikijumulisha utekaji nyara pamoja na mauaji ya kimbari ambayo yalitendeka Oktoba tarehe 29 mwaka 2025, mahala ambapo kulingana na Mange Kimambi anaeleza kwamba Watanzania zaidi ya 10,000 waliweza kuchinjwa na kuuawa kipindi ambapo walikuwa wanaandamana kupinga uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea kwa serikali. Mange akaelezea Marekani, serikali imeweza kujibu pingamizi hizo za kanisa Katoliki kupinga mauaji na utekaji nyara kwa kuweza kuwatishia viongozi pamoja na kanisa Katoliki na makanisa mengine kama vile kanisa la Uwajima, la Ufufuo na Uzima. Akaendelea kwamba today on Monday date 5th January the government organized a stage-managed protest against the Catholic Church leaders as an attempt to intimidate and silence the church. Tanzanians know this was a government stage-managed protest for several clear reasons. The Tanzanian government routinely kills and violently suppresses protesters and does not permit public demonstrations
of any kind. Yet, this group was allowed to protest for hours without police interference, beatings, or gunfire. In addition, local media coverage at the event, Tanzania media only reports stories approved by the government. Yani anaeleza hivi. Sasa Jumatatu ya tarehe 5 Trump, Januari mwaka 2025, serikali iliweza kuunda maandamano. Wakawalipa vijana kuandamana kupinga viongozi wa Katoliki, Padri Kitima na Father Ruwaichi, kama njia moja ya kuwatisha wasikosoe serikali na kuwanyamazisha au kunyamazisha kanisa Katoliki. Mange akawaelezea serikali ya Marekani kwamba Watanzania wote tunajua kwamba haya maandamano yalikuwa ni ya serikali, yaliyokuwa yamepangwa kuzima kanisa Katoliki. Na amesema kwamba sababu zinaonekana. Akaelezea Donald Trump hivi. Sababu ya nambari 1 ama namba ya kwanza ambayo inaonekana, ambayo inajionyesha wazi kwamba maandamano haya yalikuwa ni ya serikali. Serikali ya Tanzania inawaua kila wakati na kuwamwagia vitoza machozi na kuwatesa wale ambao wanaandamana wakati wowote, na haipeani kibali cha maandamano yoyote. Lakini hichi kikundi cha Wakatoliki ambao inasemekana kwamba walikuwa ni 100 waliandamana kwa masaa zaidi ya 2 bila kupigwa kitoza machozi au kipenda mabomu ya kutoa machozi, bila ya kupigwa risasi au bila ya polisi kuingilia kati. Akaongezea kwamba Tanzania vituo vya habari ni ngumu sana na haviruhusiwi na serikali kuonyeshana maandamano. Lakini kwenye maandamano haya ambao yalikuwa ni ya Wakatoliki ambao walikuwa wamelipwa, vituo vya habari vilipewa nafasi kurekodi na kupeperusha maandamano hayo ya hawa wakora ambao walikuwa wanajiita ni Wakatoliki. Kumaanisha kwamba serikali ndio ilikuwa imelipa. Kwa nini? Ndani ya Tanzania serikali ndio huamua ni kipi ambacho wanahabari wanachapisha, including content creators. Kumaanisha serikali ndio iliruhusu wanahabari wa Tanzania kwenda kama vile kutoka TBC, ITV kwenda kuchukua kanda za hawa ambao walikuwa wanaandamana. Kwa sababu unakumbuka kipindi cha maandamano ya wananchi ni Oktoba. Niambie kitu ambacho kiliweza kuripoti. Niambie, nikupe shilingi 10,000 za Kenya. Ni kituo gani ambacho Tanzania kiliweza kuripoti maandamano? Hakuna. Lakini mbona haya ambayo yamepangwa yanaripotiwa? Kumaanisha serikali ndiyo iliweza kudhamini. Mange akaendelea kusema hivi, although Tanzania is approximately 63% Christian and only about 34% Muslim, this illegitimate and violent government backed by the United Arab Emirates is actively harassing and intimidating Christians. Those responsible for fueling the current religious division in Tanzania include illegitimate President Samia Suluhu, Hassan Abdul, the illegitimate Prime Minister Mwigulu Nchemba,
former President Jakaya Kikwete and the United Arab Emirates. Akamwambia hivi, licha ya kwamba ndani ya Tanzania asilimia 63 ni Wakristo na asilimia 34 ni Waislamu, hii serikali batili na serikali ya mauaji ambayo inaungwa mkono na Waarabu imejaribu na inaendelea kutishia Wakristo na kuwanyamazisha ndani ya Tanzania. Akamalizia kumwambia kwamba wale ambao wameweza kuchochea vita kuzuka kati ya dini au vita dhidi ya dini ndani ya Tanzania wanajumlisha Rais batili Samia Suluhu, mtoto wake Abduli, Waziri Mkuu batili Mwigulu Nchemba, pamoja na aliyekuwa Rais Jakaya Kikwete na Waarabu. Kwa hivyo kipindi ambapo Mange Kimambi ameweza kumwandikia rais wa Marekani barua hii, anamaanisha kwamba anahitaji msaada wake Samia aweze kutumbuliwa kutoka madarakani. Je, unaunga mkono Samia aweze kuondolewa madarakani jinsi ambavyo rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliweza kunyofolewa kutoka kwa usingizi? Sema nasi.